Ni kwa mara ya kwanza katika historia ya uwepo wetu wa halmashauri yetu kwamba lengo la ukusanyaji wa mapato lililopaswa kutimizwa tarehe 30 mwezi Juni. Kwa mara ya kwanza hii ieleweke kwamba lengo la mapato tulilokasimiwa na serikali kukusanya itakapofika tarehe 31 mwezi Juni, tumevunja rekodi ya kutimiza lengo hilo tarehe 26 mwezi Aprili. Kwa hiyo tofauti ni kubwa sana, ni tofauti ya takribani miezi miwili kabla ya muda ambao tulipangiwa. Lakini katika historia pia ya uwepo wa manispaa yetu, kama nilivyoeleza hapo awali, hata mwaka uliopita wa fedha tulikuwa tumepangiwa kukusanya bilioni 47. Katika mwaka huu tunaovunja rekodi tulikuwa tumeongezewa bilioni 6 zaidi. Kwa hiyo tumeenda kukusanya bilioni 53 ndani ya pungufu ya mwezi miwili. Ndio maana mmeona waheshimiwa madiwani wamesimama kwa ajili ya kupongeza management kwa ufanisi huu mkubwa. Mafanikio haya yametokana na namna ambavyo wananchi wa manispaa ya Temeke wamevyoitikia wito wa halmashauri yao, namna wananchi wa manispaa ya Temeke walivyo na kiu kubwa ya maendeleo, wamelipa tozo mbalimbali za halmashauri kwa wakati husika. Sasa mimi kama mtendaji ambaye najua jukumu hili lilivyo uzito wake, ndio maana uliniona nimesimama kwa kuanza kuwashukuru wananchi. Lakini ni nini tunachoenda kukifanya kupitia mapato haya ya ndani? Tuliwaeleza wananchi wa manispaa ya Temeke kwenye miradi ya kimkakati tunaenda kuitekeleza kuanzia mwezi wa 7. Tunaenda kujenga shule 5 kubwa za mfano. Kila shule moja itakuwa na madarasa 50. Kwa maana itakuwa ni majengo yenye ghorofa 5. Na nyinyi mtajua kwamba ndani ya manispaa yetu ya Temeke hatuna shule za namna hiyo. Na possibly ndani ya Tanzania yetu kama zipo zitakuwepo chache. Lakini namna ya usanifu wa michoro ambayo tuliyoitumia na gharama inayoenda kutumika, ndio maana tunasema hizi ni shule za mfano. Tunaenda kujenga shule 5 zenye thamani ya zaidi ya bilioni 35. Lakini tunaenda kujenga hospitali kubwa. Nataja yale mambo ambayo yanawahusu wananchi moja kwa moja na ambayo imekuwa ni kiu ya wananchi. Tunaenda kujenga hospitali kubwa za mfano zenye hadhi ya rufaa 2. Kwa sasa mtakuwa mnajua tunayo hospitali teule ambayo iko chini ya Wizara ya Afya, lakini tuna hospitali yetu ya Mbagala ambayo imezingirwa kidogo na mazingira yale, eneo sio kubwa. Tunajenga hospitali nyingine Chamazi ya wilaya, lakini tunaenda kujenga nyingine 2 eneo la Yombo, lakini eneo pia la Tua Ngoma.